إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. وبعد نendelea katika tafsiri baada kupumzika kidogo kwa ajili ya Eid. Sasa tunaendelea tena darasa zetu katika tafsiri. Tuko katika suratul Qamar aya 49. Tunaondokea hapo, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nadhani tulisoma zile aya tunazoeleza kuanzia walaqad jaa ala firauna nudhur, tulisoma isipokuwa baada tafsiri ya neno kwa neno, na tafsiri yake jumla kwa jumla. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, hakika sisi kila kitu tumekiumba kwa qadar. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, kwa hakika kila kitu sisi tumekiumba kwa qadar, kipimo maalumu na kwa mipangilio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila kitu kwa hivyo. Hadhihi al-ayatu al-'azima, aya hii tukufu, wafika anha ahlus sunna wal jamaa. Ahlus sunna wal jamaa wamewafikishwa na wanaamini kwamba kila kitu ni kadari ya Allah, kwamba yeye ndiye mpangaji, amekipanga. Na tumesema kadar kwamba kwanza Allah yeye ni muumbaji na yeye ndiye anayefanya hivyo, halafu akakiandika katika lauhi mahfudh. Halafu Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kukijua akakiandika katika lauhi mahfudh. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anajua, halafu akakiandika katika lauhi mahfudh, na yeye Allah ndiye muumbaji, ndiye alikadiria hilo jambo. Wadhalla anha tawaifun kathira, na wakapotea kwa aya kama hii inayoelezea masala kadari makundi mengi unharifa, ambayo yameenda kinyume na ahlus sunna wal jamaa. Makundi yaliyopotea mengi tu yamepotea ani siratul mustaqim, katika njia iliyonyoka. Wao wanaona kadar ni kwamba Allah amewafanyia ijibari watu, yani hawajui kwamba ni ilmu ya Allah. Kajua kwamba huyu atakuwa ni asi moja kwa moja na atakufa katika uasi, huyu ni kafiri na moja kwa moja atakufa katika ukafiri. Ni kadar Allah tayari, ni kwamba kwanza kajua katika ilmu yake, halafu ndio baadaye kaandika. Kajua Allah katika ilmu yake, na ndio maana yake yeye ndiye anastahili peke yake ibada, kwamba huyu kashamjua tokea al-azal, tokea nitone la manii, kwamba huyu atakuwa ni kadha na katika matendo yake atakuwa ni mema. Ni ilmu yake Allah amejua, si kwamba tayari Allah kamhukumu kwamba yeye ni muovu halafu yeye ndio kumwadhibu. Sio hivyo, ni kwamba Allah kamjua kama tutakavyobainisha. Kwa hiyo warafuna bil qadariya, na hawa katika kundi lilopotea wanaitwa qadariya, yani wanaopinga kadari. Adhalluna nufatul qadari, ambao wamepotea ni wale wanaokataa kadar, sema kadari hakuna na Allah hajui jambo mpaka lifanyike. Allah subhanahu wa ta'ala hafahamu jambo mpaka lifanyike. Yani mtu atakaposali, atakapofanya ibada, ndio Allah anajua mja wangu kafanya ibada, lakini kabla hajui kwamba mja wangu atafanya ibada. Hawa ni fatul qadar, majusu hadhihi al-umma, ambao ni majusi wa umma huu, wanakataa qadar. Kullu shay'in qaddarahu Allah jalla wa ala wa qadahu, kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala ameshakikadiria na tayari ameshakihukumu. Kabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana, kabla hajaumba mbingu na ardhi kwa miaka 50,000 nyuma, Allah kashakiandika na kashajua kiumbe hichi kitakuwa kadha na kitamalizia kadha. Wa arshuhu ala al-ma'i, na arshi yake ilikuwa iko juu ya maji wakati huo. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال, imepokewa kutoka Abdullah ibn Amr ibn al-As, Allah awaridhie na baba yake, amesema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, kataba Allahu maqadir al-khalaiq, Allah kaandika makadirio ya viumbe, kadari ya viumbe Allah kaiandika, kulliha, yote yale ambayo watayafanya au yatakaopita juu yao, kabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana, kabla Allah hajaumba mbingu na ardhi kwa miaka 50,000 nyuma. Rawahu Muslim. Wa Jabir ibn Abdullah radhiallahu anhu
Na imepokewa hadithi sahihi kutoka Jabir ibn Abdullah, Allah amridhie, qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, amini mmoja wenu mpaka amini qadar, khairi yake na shari yake. Khairi na shari ya qadar kama zote zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amini jambo hilo. Akikadiriwa mja, tayari Allah akishamkadiria kwamba huyu ni mwema, huyu atafikwa na kadhaa, basi haliwezi likamwepuka. Maswaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha, haupatikani msiba wowote katika ardhi wala katika nafsi zenu isipokuwa huko katika kitabu shandikwa, kabla an nabra'aha, kabla hatujaumba. Yani huo msiba huo kabla haujaumbwa, haujatokea, basi Allah tayari kashaujua, yani kashaujua na kashauandika katika lauhi mahfudh. Wal ayatul karima, na aya hii tukufu, dallat ala anna Allah jalla wa ala, inafahamisha kwamba Allah mtukufu qaddara al-umura azalan, tayari kadiria mambo yote tokea azal, tokea huko nyuma, tangu na tangu, kabla an yakhluqa al-khalaiq, kabla viumbe hawajaumbwa, tayari Allah kashajua nini watafanya. Lianna Allah jalla wa ala alimun mal ibadu amiluna, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi waja wake watafanya matendo gani. Ya'lamu ma ya'maluna, anajua watakaoyafanya. Fa huwa jalla wa ala ya'lam, Allah subhanahu wa ta'ala anajua anna hadha ya'malu khaira, kwamba kiumbe huyu, mwanadamu huyu atafanya khairi, wa yastamiru alayhi, na ataendelea moja kwa moja katika khairi, na atakufa katika khairi. Anajua. Wa ya'lamu jalla wa ala, na Allah anajua anna hadha ya'malu sharra, kiumbe huyu atafanya shari huyu, wa yastamiru alayhi, na ataendelea na shari yake, na atakufa katika shari yake. Wa hadha ya'malu khaira, na huyu kiumbe huyu atafanya khairi, thumma yanqusu anhu wa yamutu ala sharri, kisha atapunguza khairi zake zile anazofanya, ageuke na afe katika shari. Wa hadha ya'malu sharra, na anajua kwamba huyu atafanya shari, thumma yatubu minhu, kisha atatubu aache shari, wa ya'malu khaira, afanye khairi na afe katika khairi. Wallahu ya'lam, Allah anajua, mal ibadu amiluna, waja watafanya mambo gani, kabla an yakhluqahu, kabla hajawaumba, anajua. Qala al-Khattabi, amesema al-Khattabi rahimahullahu, wa qad yahsabu, na wanadhani kathiru minan nasi, watu wengi, anna maana al-qada'i wal qadar, kwamba maana ya qadari ijbarullahi al-abda, ni kwamba Allah ni kule kuwateza waja nguvu. Wanadhani ndio qadari. Wa qahruhu, na kwamba Allah kawateza waja nguvu, kwamba anavyotaka yeye ndio hivyo. Wanadhani ni hivyo, kwamba huyu Allah tayari kashamfanya muovu kwamba ni muovu tu, na huyu kashamfanya mwema kwamba ni mwema tu. Ijibari ya Allah, kwamba Allah kawateza waja wake nguvu. Wanadhani hivyo ndio qadar. Ala ma qadarahu wa qada wa laysa al-amru kama yatawahamuna. Al-Khattabi anasema japo si kama wanavyodhani, wa inma maanahu al-ikhbaru, lakini maana qadar ni kwamba ni habari, kwamba Allah anatoa habari an taqaddumi ilmi Allah ta'ala, juu ya kutangulia ilmu ya Allah mtukufu. Ni kutoa habari kwamba Allah ni mjuzi, anajua tone hili la manii litakuwa mwanadamu, na mwanadamu wenyewe atakuwa ni habithi sana tokea tone la manii. Elimu yake Allah, au tone hili la manii atazaliwa mwanadamu, atakuwa ni mcha Mungu sana. Tone hili la manii atazaliwa, huyu atakuwa ni kiongozi, huyu atakuwa ni raia. Hii kadha ni tayari ni habari ya Allah, ni Allah kutoa habari kuhusiana na ilmu yake. Ilmu yake tayari imetangulia, bima yakunu min aksabil ibadi, katika yatakayokuwa katika machumo ya waja, wa suduriha an taqdiri minhu, na kupatikana kwake kwa mipangilio Allah aliyoumba, wa khalqi laha khairiha wa sharriha, na kule Allah kumuumba kwa mtu huyo, kuumba ile kadar aliyokuwa ameikadiria na akaijua,
kheri yake ni shari yake. Kwa hivyo aya hii haina maana kwamba watu wamewekewa ijibari, na masala ya qadar watu wanatakiwa waamini hivyo, wasende dipu katika kujadili, lakini waamini qadar iko hivyo. Wasiwe kama wale ambao wanakataa qadar, ambao kundi hili limetokea tokea wakati wa masahaba, tokea wakati wa Ibn Umar radhiallahu anhuma. Watu ambao wametoka Iraki wakaenda kumuuliza Ibn Umar, kwenda hija, kwenda kumuuliza Ibn Umar kwamba kuna watu huko wanapinga qadari, nao ni Waislamu, wanadai ni Waislamu. Ibn Umar akawafahamisha, halafu radhiallahu anhuma, halafu akawaeleza kwamba mimi niko mbali na wao na mimi wako mbali na mimi, na mtu hawi mwenye kuamini mpaka aamini qadari ya Allah, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejua jambo kwamba litakuwa hivi, litamalizia hivi, na baadaye akaliandika katika Lauh Mahfudh. Baada ya kujua likaandikwa katika Lauh Mahfudh. Allah subhanahu wa ta'ala akaliumba jambo hilo kwa matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii ni qadar, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wama amruna, na halikuwa jambo letu tunalotaka illa wahida, isipokuwa ni mara moja tu. Unapotaka jambo letu liwe halichelewi, linakuwa tu bila kuchelewa. Kalamhim bil basar, kama mpepeso wa jicho. Kun fayakun, na likawa lolote lile. Amri yetu yoyote tunayotaka haichelewi. Kun fayakun, kuwa linakuwa tu. Wama amruna, halikuwa jambo letu lolote tulitakalo illa wahida, isipokuwa ni kama mara moja tu hivi. Kalamhim bil basar, kama mpepeso wa jicho. Fanyika jambo fulani na fanyika. Ije rehema pahala fulani, itakuja rehema bila kuchelewa. Iteremka na kama pahala fulani, iteremka na kama chelewa. Kama mpepeso wa jicho. Fulani waangamizwe, fulani wapate rehema, hakuna kuchelewa. Walaqad ahlakna ashya'akum, ni kwa hakika tumeshawaangamiza wenzenu hao waliopita, tumeshawaangamiza. Ni indhari kwa makafiri wale ambao wanampinga Mtume sallallahu, wanapinga alikuja na Mtume sallallahu. Hii ni indhari kwa wao, wanatahadharishwa. Walaqad ahlakna ashya'akum, kwa hakika tumeshawaangamiza wenzenu. Fahal min mudakkir, basi je, yuko anayekumbuka kwamba walikuwepo watu wanafanya maasi ya Allah kawaangamiza, na wao walio hai hawa wanaendelea na kufanya yale waliofanya wale walioangamizwa? Je, hawazingatii? Fahal min mudakkir wa kullu shay'in fa'aluhu, na kila kitu ambacho wamekifanya fi zubur, kimo katika madaftari, imeandikwa, yani kwenye madaftari. Ikiwa wamefanya khairi imeandikwa, ikiwa wamefanya shari limeandikwa katika zubur, yani madaftari. Madaftarini limo, ishaandikwa. Wa kullu shay'in fa'aluhu, na kila kitu walichokifanya fi zubur limeandikwa katika madaftari. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, na kila dogo na kubwa limeandikwa. Mustatar maana limeandikwa dogo na kubwa. Mtu siku ya kiyama takopewa ile daftari lake liloandikwa amali hizo. Samadi hadha alkitab wa wudhi'a alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi, na litawekwa daftari la amali mtu alizofanya. Waovu wataliogopa kwa yale yaliyomo ndani yake. Yakuluna ya wailana mali hadha alkitab, watasema ole wetu, kitabu hiki kina nini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, alijaacha dogo wala kubwa, kuwa kitabu hiki kimelidhibiti kwa kuliandika. Wawajadu ma amilu hadira, na watayakuta yote yale waliyofanya yamehudhurishwa. Jambo yeye pengine hakulidhania, lakini limo limeandikwa hilo. Wala yadhlimu rabbuka ahada, na Mola wako hatamdhulumu yoyote. Kullu shay'in fa'aluhu fi zubur, na kila kitu walichokifanya limo daftarini. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, na kila dogo na kubwa limeandikwa, limedhibitiwa. Kuna kiraman katibina, waandishi hawa wanaandika, hawachi chochote. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar, hakika ya wacha Mungu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kumwogopa
kwa kutekeleza amri zake na kuacha makatazo yake, watakuwa katika pepo, na pepo hizo zipitiwazo na mito, fi jannatin wa nahar, watakuwa katika mabustani peponi ipitiwayo na mito, fi maq'adi sidqin, katika makazi mazuri peponi, fi maq'adi sidqin, katika makazi mazuri peponi, inda malikin muqtadir, mbele ya mfalme mwenye uwezo wa kila kitu. Kwa hivyo hizi ilikuwa ni aya tulisoma neno kwa neno, ambayo tulianza walaqad jaa ala fir'auna nudhuru, na sasa tunaenda kwa tafsiri ambayo Sheikh Saadi ametafsiri. Yani walaqad jaa ala fir'auna, kwa hakika walikujiliwa watu wa Firauni pamoja na yeye mwenyewe, Firauna wa qaumahu, yani Firauni na watu wake, Firauni na kaumu yake, watu wake wale waliokuwa wanamtii katika mawaziri wake, almala wale, yeye mwenyewe na wale almala, watawala walikuwa wanatawala pamoja, mawaziri wale na Karun, wote hawa walikujiliwa na an-nudhuru, na waonyaji au na maonyo. Fa arsala Allahu ilaihi Musa, Allah subhanahu wa ta'ala alimpeleka Musa kwao, al-Kalim, ambaye ni msemaji wa Allah, yeye anasema na Allah. Musa al-Kalim, kwamba Musa anasema na Allah, kama ilivyo katika aya wa kallama Allahu Musa taklima, Allah subhanahu wa ta'ala akasema na Musa, ndio akaitwa kalimullah. Kallama Allahu Musa taklima, Allah akasema na Musa kwa maneno. Hasa napewa amri Musa na Allah kwa maneno, na akawa Musa anafahamu anachoambiwa. Wayadahu bil ayati al bayinat, na akantia nguvu kwa aya zilizowazi wazi, kwa ishara zilizowazi wazi. Musa alipokwenda kwa Firauni na kumlingania, akapewa aya, ishara zile zilizowazi wazi, kazitaja aya wenyewe, ishara wenyewe zenye kuonyesha kwamba kweli huyu ni mtume, zile ambazo zimetajwa katika suratul Araf, warsalna alaihim tufana, uliwapelekea mafuriko, waljarada, na panzi nzige wakaharibu mazao yao, walqummala, na chawa wa adhabu, wadhafadi, na vyura, vyura ni vingi kwenye wanapika vyakula vyao, havioni bali wanakuta vyura kwenye masufuria yao, wadama, na damu, kawa maji yao yote ni damu bimaana damu hasa yenye kunuka vundo. Ayat mufassalat, ni aya zilizopambanuliwa wazi wazi. Sasa fimbo ile kugeuka nyoka, na nyoka kameza vinyoka vyote vile walivyovizua, kwa hivyo ni aya wazi wazi. Mkono kuweka katika papa ukawa baidhahia baidha linadhirin, kawa unang'ara kwa wanaotazama, mkono unang'ara kama mwezi, ni ishara. Musa anamuonyesha Firauni kwamba yeye ni mtume kweli kutoka kwa Allah, na si kama wachawi wake au wanaodanganya. Hizi ni aya zilizowazi wazi. Wasinin, na miaka ya njaa, kawa hakuna sababu ya njaa, lakini wao wakapata njaa kali, kwamba ni ishara wazi wazi zinazotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bilayati albayinati walmu'jizati albahirati, na miujiza iliyokuwa wazi wazi. Washhadahum, na ibara akawaonyesha, akawashuhudishia, akawaonyesha mazingatio makubwa. Ma lam yashhad ghayrahum, mambo ambayo hawajapata kuona wengine, mambo ambayo hawajapata kuonyesha watu wengine, ameonyesha wao. Wakadhabu ayati llahi kulliha, wakadhibisha aya za Allah zote, ishara za Allah zote, miujiza ya Allah aliyopewa Nabii Musa yote wakaikadhibisha. Mwisho wakasema huyu ni mchawi tu, hakuna chochote, hakuna lolote. Fa akhadhahum akhadha azizin muqtadir, Allah akawatesa mateso ya mwenye nguvu, mwenye uwezo. Akawapeleka baharini, Nabii Musa akaambiwa piga bahari hiyo kwa fimbo yako, akapiga, fanyika njia, wakapita Nabii Musa na Bani Israeli wote wakapita. Akataka kuipiga tena fimbo, akaambiwa turuki al-bahra rahwa, iache bahari kama ilivyo, usipige tena, innahum jundu mughraqun, hili ni jeshi linataka kuzamishwa.
Firaun na watu wake wataka kuzamisha, sipige tena yetu kama ilivyo. Kwa hivyo wakaona ni mpakavu au wamevuka, wasiwache tuvuke. Alipofika katikati, Allah kiamrisha bahari, wakaghariki wote, wakazama wote. Hivyo Allah alipowatesa, fa akhadhahum akhadha azizin muqtadir, watesa mateso ya mwenye nguvu, mwenye uwezo. Fa gharaqahu wa junudahu, akamzamisha Firauni yeye na jeshi lake fil yammi, bahari. Wal muradu min dhikri hadhihi alqasas, na makusudio ya kutaja visa hivi kama Allah anavyosema, katikana fi qasasihim ibratun likulli. Kwa hakika visa vyao vimekuwa ni mazingatio, lakini kwa wenye akili. Visa vyao mitume na wale waliowaasi, nini walifanywa, na wale waliotii, nini walifanya. Basi kuna mazingatio kwamba wale wameokolewa, wale wakaangamizwa, ndani yake kuna mazingatio. Na kana hadithan yuftara, si mazungumzo ya kuzua tu kwamba kulikuwa na hivi kawa na hivi kwa watu wanazua. Hapana, ni ukweli mtupu. Kwa hivyo maksudi kutaja visa hivi, tahadhiru nasi, ni kuwatahadharisha watu, wal mukadhibina li Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wale wanaomkadhibisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuanzia uhai wake mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam akachakufa. Kuna mafunzo yake, yoyote atakayekadhibisha mafunzo hayo basi anatahadharishwa. Huyo ni mtume tukasema, hapana, utafikwa na mateso kama waliopata hao waliokadhibisha. Walihadha qala, kwa ajili hiyo ndio Allah akasema, akufarukum khairun min ulaikum, hivyo makafiri wenu hawa ambao wako hai sasa hivi ni bora kuliko hao tuliowaangamiza. Wapi bora? Kwa nguvu, kwa mali, kwa uwezo, ni hawa wa sasa au wa nyuma? Utakuta wa nyuma ndio wenye nguvu. Allah asema lam yublaq mithluha fil bilad, kwa nguvu walizokuwa nazo hajaumba mfano wake katika miji. Katika dunia hii hawajaumba mfano wao. Watu walikuwa na nguvu, yanhituna min aljibali buyuta, wanatengeneza nyumba kwenye milima. Mlima na jiwe madhubuti anakata, anatengeneza ndani yake, anatengeneza nyumba kwenye mlima, anatoboa, anatengeneza, anapata nyumba ya kuishi. Walikuwa na nguvu. Pamoja na hivyo Allah aliwaangamiza kwa kitu kinachoitwa upepo, kawapeleka juu, wakazungushwa, alafu wakabota chini. Mtu katoka kichwa kule, amebakia purutupu, machango yote yametoka. Ukimchukulia mtu kaannahu ma'ajazu nakhlin hawiya, kama kwamba ni vigogo vya mtende ambavyo viko wazi. Mchungulia huko unaona upande wa pili. Ndivyo walifanywa wao. Kwa hivyo kwa nguvu walikuwa wao wana nguvu zaidi, na wameangamizwa kuliko hawa sasa. Kwa pesa walikuwa wao zaidi, kwa mali. Wa atainahu min alkunuzi, Allah anasema tulimpa Karun khazina, ma inna mafatihahu latanumu bil usbati ulil quwwa, funguo zake zinawapatisha tabu kuzibeba watu wenye nguvu. Zile funguo zile wanapata tabu kubeba, mijitu wenye nguvu zinawashinda kuzibeba zile funguo. Funguo za zile mali wenyewe. Kwa hivyo mali wenyewe ilikuwa ni nyingi kiasi gani? Ikiwa funguo tu, funguo za makabati hazibebeki, watu wenye nguvu zinawashinda. Kwa hivyo fikiria wewe, mali wenyewe ilikuwa ni kiasi gani? Kwa hivyo kwa mali wao walikuwa nyingi zaidi kuliko sisi, kuliko hao makafiri wa leo ambao wako duniani. Akufarukum khairun, hivyo makafiri wenu hawa waliopo hai sasa hivi, khairun ni bora kwa nguvu, kwa afya, kwa uzima, kwa mali, ni bora ulaikum, kuliko hao tuliokuelezeni kwamba tumewaangamiza. Yani haulai alladhina kadhabu afdhala rusuli, hawa makafiri ambao wamemkadhibisha mtume ambaye ndiyo mtume bora, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walomkadhibisha. Khairun, jeni wako wao ni bora, min ulaika almukaththibin, kuliko wale waliokadhibisha, alladhina dhakara Allahu hilakahum, ambao Allah kataja kuangamizwa kwao. Wapi bora? Wama jara alaihim, na yale yaliyopita kwao ni wapi bora, hao wa zamani au wa sasa? Fa in kanu khaira minhu, basi ikiwa hao sasa hawa makafiri wa sasa ikiwa
bora kuliko hawa nyuma tuliowaangamiza. Amkana an yanju min al'adhab, itawezekana na wao wataokoka na adhabu. Itawezekana kwamba wao wataokoka na adhabu, hataadhibiwa. Walam yusibuhum ma asaba ulaika al-asrar, wala hakitawapata, hakitawasibu kile kitakachowasibu hawa watu waovu, hakitawasibu kile ambacho kimewasibu wale watu waovu. Walaisa al-amru kadhalika, na jambo haliko hivyo. Wale wa nyuma wana nguvu zaidi na uwezo zaidi, na Allah kawaangamiza walipofanya kumpinga mtume. Kwa hivyo na hawa nao wataangamizwa, si bora kuliko wao. Fa innahum, basi hakika wao, illam yakunu sharra minhum, ikiwa wao sasa, ikiwa watakuwa si shari zaidi kuliko wale wanaotangulia, falaisu bi khairin minhum, wao si khairi kuliko wale waliopita. Kama si shari zaidi hawa sasa, basi haiwezekani ikawa wao ni bora kuliko wale waliopita. Am lakum bara'atun fi zubur, au nyinyi mnao maandishi katika vitabu ambayo yanakuelezeni kwamba nyinyi fanyeni mnalotaka au angamizwe. Mnao maandishi hayo? Nyinyi pingeni mtume, fanyeni maasi, kuleni riba, fanyeni uzinifu, fanyeni dhulma, yale maasi yote nyinyi fanyeni, tuangamizwa. Mnao maandishi hayo? Am lakum bara'atun fi zubur, au nyinyi mnayo maandishi katika vitabu ambayo yameandikwa kwamba mtaepukana na adhabu? Yani a'atakumullahu ahadan wa mithaqa, kwamba Allah kakupeni ahadi nzito, kakupeni ahadi nzito kwamba nyinyi hamtoangamizwa. Mnayo ahadi hiyo, mnayo maandishi hayo. Fil kutubi allati anzalaha lana anbiya'i, katika vitabu ambavyo Allah kavishusha kwa manabii, mnayo maandishi hayo ambayo yameandikwa kwamba nyinyi hamtoangamizwa, na kupeni ahadi nyinyi hamuangamizwi. Mnayo maandishi hayo kwa vitabu ambavyo vimeshushwa kwa manabii. Fatatakiduna hina idhi, kwa hivyo hapo ikawa nyinyi mnaitakidi annakum najuna, kwamba nyinyi ni wenye kuokoka bi habari llahi wa wa'dihi, kwa Allah kuelezeni na kumpeni ahadi. Kwamba Allah kaandika katika Taurati, kwenye Injili, kwenye vitabu hivi vya nyuma vilivyopita kwamba nyinyi fanyeni tu mnachotaka, hamwangamizwi. Mnao maandishi hayo? Hakuna. Wao si bora kuliko makafiri wale waliopita, wala wao hawana maandishi ambao walioandikiwa kwamba fanyeni mnalotaka, nyinyi hamwangamizwi. Hawana maandishi haya. Wa hadha ghairu waqi, jambo hilo halikupatikana, bal ghairu mumkin, ni jambo ambalo haliwezekani aqlan wa shar'a, kiakili na sheria. An tuktaba bara'atuhum fil kutubi al-ilahi, waandikiwe katika vitabu vya Allah kwamba wao wako mbali na adhabu, hawatoadhibiwa wao. Ni jambo ambalo haliwezekani, halipo. Almutadhammina, vitabu ambavyo vimefungamana liladli wal hikma, uadilifu na hikma. Kile kitabu cha Allah kilichoshusha, kilikoteremshwa, ndani yake ni uadilifu na hikma. Taurati, Injili, Zaburi, Furqan, vyote viko hivyo, uadilifu na hikma. Falaysa min alhikma, kwa hivyo si katika hikma najatu amthali haulai almuanidina, kuokolewa mfano ya watu hao wenye kufanya inadi, almukaththibina, wenye kukadhibisha. Si wenye kuokolewa hawa, si wenye kuokoka hawa. Kwa hivyo wao hawana maandishi haya ambayo yanawafanya kwamba wafanye wanalotaka na hawatoadhibiwa. Hawana, bali Allah atawaadhibu. Maadamu wameenda kinyume na mtume wake, wataadhibiwa. Allah ataangamiza tu. Walaqad ahlakna ashiya'a fahal min mudakkir, tunawaangamiza wenzenu huko waliopita kwa kufanya maasi na kumpinga mtume, na nyinyi mnaendelea kufanya maasi na kumpinga mtume. Je, hamzingatii? Nadhani mtakuwa salama? Hakuna kuwa salama, sababu huu ni mwenendo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rasulihi, vingapi katika vijiji vimevunja amri ya Mola wake na amri ya mtume wake. Vingapi, yani vijiji vingi tu vimevunja amri ya Allah na amri ya mtume. Fahasabnaha hisaban shadida, tukavihesabu ngumu. Wa'adhabnaha adhaban nukra, na tukaviadhibu adhabu yenye kuchukiza. Someni mji fulani umefanya maasi, tukawafanya vipi?
someni huko nyuma. Walipompinga tu mtume, tuliwaadhibu adhabu yenye kuchukiza. Wengine wanapigwa ukelele, halafu unakuja mtetemeko wa ardhi, wananyooka wote wanakufa. Wengine wanadimizwa katika ardhi, wengine wanarushiwa mawe, wanarushiwa mvua ya mawe, wanaangamizwa wote kasfi makuni, kama majani yanoliwa halafu yakatapika. Ndivyo wanavyokuwa. Fahasabnaha hisaban shadidan wa adhabnaha adhaban nukra, tukawaadhibu adhabu yenye kuchukiza. Fadhaqat wabala amriha, vijiji hivyo vikaonja ubaya wa mambo yake. Na pakitajwa vijiji wanatajwa watu wa mji. Ile nyumba haina makosa, wala ardhi iliyopo katika huo mtaa haina makosa, lakini ukitajwa mji wanatajwa watu wa mji. Na hii ni balagha. Watu wanapita, watu kimya, saa 4 za usiku huoni mtu njiani, mtu anasema namatil qarya, mji umelala. Mji umelala, wala huulizwi umelala vipi mji, kwa sababu mtu ameshafahamu kwamba watu wamelala. Fadhaqatu wabala amriha, miji hiyo ikaonja ubaya wa mambo yake waliofanya. Fakana taaqibatu amriha khusra, ikawa mwisho wa mambo yao waliofanya ni hasara. Kwa hivyo mtu starehe zote atakazofanya mwisho wake ni hasara. Aishi miaka 100 atakaoishi, lakini kaishi katika kumkera Allah na kumwasi Allah, amekula hasara, amekula hasara. Aadda Allahu lahum adhaban shadida, Allah amewaandalia zaidi adhabu vizayo siku ya kiyama. Hii ni duniani tu imepita, lakini akhera amewaandalia adhabu zaidi, adhabu ngumu zaidi. Fatakullaha ya ulil albab. Allah akasema, ambayo ni suratu at-Talaq, mcheni Allah enyi wenye akili, msije mkawa kama hivyo, msije mkawa kama hao, mcheni Allah enyi wenye akili. Kwa hivyo hamna maandishi hayo ambayo yanaonyesha kwamba nyinyi mtaokoka, hamna kabisa. Wale ambao wamekadhibisha ni afdhali rusuli wa akramahu ala Allah, wamemkadhibisha mbora wa mitume na mtukufu zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume Muhammad sallama. Falam yabqa illa an yakuna bihim, kwa hivyo haijabakia kwa wao isipokuwa labda wawe kuwa wana nguvu, haijabakia kwa wao isipokuwa labda wawe na nguvu, yantasiruna biha, ambao wataweza kujinusuru kwa nguvu hizo. Fa akhbara ta'ala, Allah akaelezea, annahum yaquluna, kwamba wao wanasema, nahnu jami'un muntasir, kwamba sisi ni wenye nguvu, tutashinda tu, sisi ni wengi. Nahnu jami'un, jami'un bimaana jamu, kwamba sisi ni wengi. Nahnu jami'un, kwamba sisi ni wengi, ni kundi kubwa. Muntasir, kwamba ni wenye kuweza kujinusuru, tutashinda tu. Wanasema hivyo. Huku sisi kuna Utba bin Rabia, kuna Abu Jahali, huku kuna kadha na mfano wake. Kwa hivyo sisi ni wengi na tuko pamoja, tutashinda tu. Wanasema hivyo. Qala ta'ala mubayyinan bidha'fihim, Allah kufu akasema hadi kubainisha udhaifu wao, wa annahum mahzumuna, kwamba watashindwa tu. Akasema sayuhzamul jamuhum, watashindwa pamoja na wingi wao, watashindwa tu. Wayuwalluna dubur, na wakimbie wende mbio, wakibizane. Aya hii imeteremka Maka, ambao Waislamu ni dhaifu wakati huo, lakini wanasoma watashindwa wende mbio, wakibizane. Maana gani hapo? Yani ikawa aya Umar bin Khattab anasema hajifahamu, wanasoma lakini hawajafahamu. Yani wao ni dhaifu, wanateswa, wanapigwa. Alafu anawaambia sayuhzamul jamu, watashindwa pamoja na wingi wao. Wayuwalluna dubur, na wakimbizwa wende mbio, wageuke migongo, huku wanakimbizana. Hawajafahamu masahaba, kwa sababu wao dhaifu, wanapigwa. Mpaka Khabab bin Arati amewekwa katika tanuri, ameungua mpaka ule moto umezimika kwa yale mafuta yanayotoka kwenye mgongo wake. Namwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala tastansuru lana, utuombe nusra tena ya Rasulullah, ala tad'u Allah lana, utuombe dua ya Rasulullah, utuombe dua. Hali kwamba wao ni madhaifu, lakini Allah anawaambia tunamwamini kwamba Qur'ani kalamullah, haki, ni maneno ya Allah, haki kabisa. Wakaja kufahamu baada ya miaka kupita, walipokwenda Madina na tayari mwaka wa 2 Hijria washapata nguvu, vikafanyika vita vya Badri.
na wakamkuta Mtume sallallahu anaikariri aya hii kule Madina kule, baada ya miaka kupita, miaka 10 kupita, yuko Madina anaikariri aya hii, sayuhzabul jamu wa yuwalluna dubur. Omar anasema hapa ndio ukafahamu maana yake. Aya imeteremka Maka, miaka na miaka, wao uko Maka kule wanaisoma aya hii, hawajafahamu mpaka walipokwenda Madina, ikafanyika vita vya Badri na Mtume akaisoma aya hii, wakaifahamu maana. Wameshindwa vibaya katika vita vya Badri, makafiri wakubwa ambao wanajulikana zaidi ya 70 wamekufa na zaidi ya 70 wametekwa na wakafa kifo kibaya, wakaingizwa katika visima. Yani wameingizwa katika, baada ya kufa mizoga ile ikaingizwa katika visima, karushwa tu pundo. Sayuhzamul jamu wa yuwalluna dubur fawaqa kama akhbara, likatokea hilo kama Allah alivyoelezea. Fawaqa kama akhbara, likatokea kama Allah alivyoelezea kwamba watakimbizwa, wende mbio wakimbizane. Naam, walikimbizana wao kwa 1000, waislamu wako 300, yani watu kidogo tu 300 au 1000. Siku moja wanamchinja ngamia mzima, wanamla makafiri, watu 1000 chinja ngamia wanakula, huku waislamu wachache na hawana silaha, wachache na hawana silaha, silaha chache tu walizonazo, wengi hawana silaha katika 300. Lakini ahadi ya Allah, sayuhzamul jamu wa yuwalluna dubur, ikawa kama ilivyotokea, ikawa kama Allah alivyoahidi. hazama Allahu jama'ahu akbar, hazama Allahu jama'uhum al-akbar yawma Badr, ukashindwa ule wingi wao ambao ni mkubwa, ukashindwa katika vita vya Badri. Wakutila sanadiduhum wa kubara'uhum, na wakauawa wale mawengwe wao wakubwa zao wa kikafiri, wakauawa. Fa'adhallu wakadhalika wa nasara Allahu dinahu wa nabiyahu, na Allah akainusuru dini yake na mtume wake. Walidhalilika Abu Jahali ambaye ni Firauni wa umma huu. Abu Jahl ameuliwa na mtoto mdogo, mtoto mdogo ndiye anayemuua. Watoto wawili wadogo ndio waliomuua, watoto wadogo tu wa miaka 10, miaka 10, 11 ndio waliomuua Abu Jahl. Ufedhuli wake wote ule, na alipokuwa na muudhi Mtume sallallahu kauliwa na mtoto mdogo tu. Udhalilifu gani huo ambao umepata makafiri? Fa'adhallu kadhalika wa nasara Allahu dinahu wa nabiyahu, Allah kainusuru dini yake na akamnusuru mtume wake. Wa hizbahu almu'minin, na kundi lake la Waislamu, kundi lake ambalo ni kundi la Waislamu likipata nusra. Na hii ni ahadi ya Allah, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad, ikasisi wanusuru mitume yetu na wale walioamini kuamini mitume, tutawanusuru hapa duniani na siku ya kiyama, siku watakaposimama mashahidi, siku watakaposimama mashahidi siku ya kiyama. Fa'alta kadha anta fa'alta kadha, umefanya kadha, umefanya kadha na mimi shahidi. Siku ile ambao mashahidi watasimama, watatoa ushahidi ambao ni siku ya kiyama. Mpaka siku hiyo Allah atawanusuru wale walioamini na waamini mtume, wakamwamini Allah na mtume wake, na wakatekeleza maamrisho aliyoamrisha Allah na mtume wake, wakaacha makatazo aliyokataza Allah, akakataza mtume wake. Allah atawanusuru tena hayati duniani yawma yaqumun nas. Ama dhalik, pamoja na hayo, falahum maw'idun, wao wana ahadi, yajma'u bihi awwalahum wa akhirahum, ambao Allah atawakusanya wa mwanzo wao na mwisho wao. Wana ahadi hiyo hasa ndio siku ambao wataangamizwa hasa. Hii adhabu ya dunia ni adhabu ndogo tu. Adhabu ya dunia kokote walivyoipata ni adhabu ndogo tu. Ahadi hasa kuangamizwa ni siku ya kiyama. Allah alipowatia adabu watu wa dunia kwa maana mateso, kwa yale madhabu ambazo amewapa, akasema kwamba hiyo ni adhabu tu ya dunia. Alafu akasema wala adhabul akhirati akbar, adhabu ya akhira ndio kali zaidi kwa zaidi. Lau kanu ya'lamu, lau angalikuwa watu wanajua adhabu ya akhira ni kubwa zaidi. Hasa ahadi yao waliowekewa ni kiyama, ambao Allah atawakusanya wote wa mwanzo na wa mwisho. Amanusiba fi dunya minhu, na yule ambaye amesibiwa hapa duniani katika wao apata adhabu. Wa man mata ila dhatihi, na yule ambaye amestarehe kwa ladha ya dunia, akastarehe akapata ladha yake, basi napate ni hapa duniani. Akhera adhabu inamsubiri.
kwa sababu wakati mwingine Allah hana haraka. Kila mtu anaweza kusema mbona sifi au mbona kadha, akatamka maneno ya dhulma, hakuna Mungu, kuna adhabu, hakuna kadha. Allah huwa anamkururia tu, akaishi kwa raha hapa duniani tu, kamkururia tu. Lakini hii ni istidraj tu. Idha raaita Allah yuti al-abda ma yuhibbu, mtume anasema sallam, kimuona Allah anampa mja kile anachokitaka, kile anachopenda anapewa. Wa huwa muqimu fi ma'siyati, na yumo katika kumwasi Allah, na kile anachotaka anapewa. Starehe za dunia zote anazo, na anifanyeni maasi, fasifala annahu istidraj. Tunasema jua kwamba hiyo ni istidraj. Istidraj nini maana yake? Kwamba ni Allah anamkururia, si kwamba anampenda. Ni Allah tu anamkururia, kama ilivyokuja wa umli lahum inna kaidi matin, mimi nawakururia tu waendelee katika hayo maasi wanaofanya, nawakururia, lakini nguvu zangu ni madhubuti. Inna kaidi matin, vitimbi vyangu ni madhubuti, ninachotaka ndio ninakuwa nakururia. Kwa hivyo ukimwona Allah anampa mja kila anachotaka na yeye yuko katika maasi, fa'lam annahu istidraj, fahamu kwamba hiyo ni istidraj. Allah anamkururia tu huyo, si kwamba nampenda, nakururia. Allah anasema falamma nasu ma dhukiru bihi, walipoyapuuza yale waliokumbushwa, fatahna alaihim abwaba kulli shay, tuliwafungulia milango ya kila kitu ya neema, si adhabu, milango ya neema. Kila tunataka tuliwapa walipoasi. Lakini kwa hivyo Allah hakusema walipoasi tuliwaangamiza, walipofanya maasi wakawampinga mitume, tuliwafungulia milango ya kila kitu ya rehema, ya neema. Hata idha farihu bima utu, mpaka walipofurahia yale waliopewa, starehe zao wakafurahia, akhadhnahum baghatatan, tuliwatesi, tukakamata, tukawaadhibu kwa ghafla. Fa idha hum mublisun, tahamaki ni wenye kukata tamaa, tuliwaangamiza wote, hatukumbukisha yote. Faqutu ya dabirul qaumi alladhina dhalamu, ukakatiliwa mbali mzizi wa wale waliodhulumu. Alhamdulillah rabbil alamin, na kila sifa njema zinamstahikia Allah, Mola wa Mungu wote. Kwa hivyo walipofanya maasi, Allah hakusema tuliwaadhibu, tuliwakururia, tukawapa neema, kila kitu. Kwa hivyo Allah akimkururia hapa duniani akastarehe, basi haimaanishi kwamba ataachiwa akhera ndio ahadi yao hasa iliyowekwa ya kuangamizwa. Balisaatu, walihadha qala, kwa ajili hiyo akasema balisaatu maw'iduhum, bali kiyama ndio ahadi yao hasa. Balisaatu maw'iduhum, lakini kiyama ndio ahadi yao hasa ya kuangamizwa. Alladhi yujazuna bihi, ambayo watakolipwa, ndio siku ambayo watalipwa. Wa yukhadhu minhumul haqq bil qisti, na watachukuliwa kwa wao haki kwa uadilifu. Kama mtu amedhulumu, apewe mtu yule anayemdhulumu kwa uadilifu haki yake, na ikiwa yeye ameacha haki ambayo inastahili kwa Mola wake kuitekeleza, hakutekeleza, ni siku ya kulipiza kisasi, ni siku ya kuadhibiwa, ni siku ambayo ataadhibiwa. Wasaatu, na hiyo saa ya kiyama, adha wa amar, ni nzito sana na ni chungu. Adha manake ni nzito sana, wa amar, na ni chungu. Ai a'dhamu wa shaku, ni kubwa zaidi saa ya kiyama. Wa ashaku, na ni nzito sana, ni kubwa zaidi na ni nzito sana. Wa akbaru, na ni kubwa sana. Min kulli ma yutawahamu, na kila ambavyo huwa inadhaniwa nzito, na kila ambavyo mtu anadhani labda, au yaduru fil khiyali, au inampitikia katika akili, inampitikia akilini kwamba kiyama labda kama hivi, ni kama hivi. Haiko hivyo. Kubaru min kulli ma yutawahamu, ni kubwa zaidi kuliko vile ambavyo inadhaniwa. Au yaduru fil khiyali, au inampitikia mtu katika akili. Haiko hivyo, akaona akadogosha, la, saa ya kiyama ni nzito na adhabu yake ni kali. Hebu angalia, Abu Talib ndiye mwenye adhabu ndogo zaidi duniani. Walimwengu wote walioumbwa, basi yeye ndiye mwenye adhabu ndogo zaidi. Makaa ya moto ambayo yatawekwa katika nyayo yake, ubongo utachemka, na adhabu hiyo ni milele na milele, haikatiki. Hii ndio adhabu ndogo. Sasa unaona vipi kwamba adhabu saa ya kiyama ni nzito? Ikiwa hii ndio adhabu ndogo, kubwa unadhani iko vipi?
ndio Allah akisema yaumaidhin la yu'adhibu adhabahu ahad. Siku hiyo Allah taadhibu adhabu ambayo hajapata kuadhibu yoyote. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, na atafunga kifungo ambacho hajapata kufunga yoyote. Hizi adhabu za hapa duniani ni ndogo, adhabu za akhera ndio adhabu. Sijewe mtu anafanya tamthil, anachukua jicho, sije anakata shikio, anakata kidole, yumasi afanya tamthili kama hii, anakata sehemu ya siri. Hizi ni adhabu ndogo tu, si adhabu kubwa, ni adhabu ndogo. Au mtu hataka kusema kwamba yeye ndiye aliyefanya kosa kubwa la uhaini, kwa mfano watu wakamshika watu 4, mmoja akashika mkono huu na mmoja akashika mkono huu na mmoja akashika mguu huu na mwingine akashika mguu huu, alafu akawa anatikishwa anachungwa mpaka machango yakabiruka kwenye tumbo lake, alafu akagongwa na ukuta kwamba sema. Ukaona labda hii ndio adhabu, na adhabu hii ni ndogo. Au wakatiwa mtu sijui kwenye umeme, zote ni adhabu ndogo hizi. Adhabu ya akhera ni kubwa zaidi. Wa yaumaidhin la yu'adhibu adhabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ataadhibu adhabu ambayo hajapata kuadhibu yoyote, na atafunga Allah kifungo ambacho hajapata kufunga yoyote. Inshallah tufika hapa tulipoondokea. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur.